Yes, karibu tena ndugu mwanamichezo kwenye kituo chako ambacho tunakuletea habari zote za michezo na burudani kuhusiana na ligi yetu ya Tanzania bara na Afrika kwa ujumla. Na tukiwa kwenye kipindi ambacho ligi imesimama, vilabu mbalimbali vimekuwa vikipambana kuhakikisha vinapata saini ambazo zitakuja kuwasaidia pindi ambapo ligi itakaporejea. Miongoni mwa vilabu ambavyo vimekuwa sokoni vikitafuta wachezaji mbalimbali ni klabu ya soka ya Simba Sports Club, na miongoni mwa maeneo ambayo wanatamani kuyaboresha kuelekea kwenye msimu ujao wa ligi kuu Tanzania bara ni eneo la beki wa kushoto. Yes, tutakumbuka zamani sehemu ya mlinzi wa kushoto ilikuwa ikishikiliwa na Mohamed Hussein Shabalala ambaye amedumu ndani ya kikosi na kwenye nafasi hiyo kwa zaidi ya miaka 7. Na kuondoka kwake kumeacha pengo, nafasi ambayo imekuwa ikizibwa na Anthony Mligo ambaye amekuwa akifanya vizuri mpaka hivi sasa, lakini klabu ya soka ya Simba wanakosa experience pamoja na ubunifu kwenye eneo la beki wa kushoto. Na klabu ya soka ya Simba tayari wameingia sokoni kutafuta beki wa kushoto ambaye atashirikiana na Anthony Mligo, beki ambaye atakuwa na experience ya kutosha kwenye michuano ya kimataifa, beki ambaye uwezo wake utakuwa sio wa kubahatisha bali ni mtu ambaye yuko na uwezo wenye kuaminika na experience ya kutosha. Naam, kufuatia hilo klabu ya soka ya Simba imeona suluhisho ni kwenda kuchukua beki kwa mkopo kutokea Mamelodi Sundowns. Huyu si mwingine ni Fawaz Bassadian. Kwa wale ambao hawamfahamu Fawaz Bassadian, huyu ni beki ambaye amesajiliwa msimu huu kwenda Mamelodi Sundowns akitokea Stellenbosch FC. Kwa waliobahatika kuangalia mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika ambao Simba Sports Club alicheza dhidi ya Stellenbosch FC, basi kapteni wa Stellenbosch FC na mlinzi wa kushoto Fawaz Bassadian ambaye anafahamika kwa umahiri wake wa kupiga krosi zenye macho kama unavyomuona Shomari Kapombe, basi Fawaz Bassadian ndivyo ambavyo anafanya kwenye upande wa beki ya kushoto, lakini ana uwiano mzuri sana wa kupandisha timu pamoja na kuzuia mashambulizi. Fawaz Bassadian ana uwezo wa kucheza kama beki wa kati lakini beki wa kushoto. Miongoni mwa vitu ambavyo Simba watanufaika kama watampata Fawaz Bassadian ni uwezo wake wa kuongoza, kwani wakati yupo Stellenbosch FC alikuwa ni captain wa timu hiyo. Kwa hiyo klabu ya soka ya Simba hawasajili tu mlinzi wa kushoto bali wanasajili quality ambayo inaweza ikaongoza timu pamoja na defense kuhakikisha iko salama. Kumekuwa na mahusiano mazuri sana baina ya Simba Sports Club na Mamelodi Sundowns hivi karibuni. Tutakumbuka klabu ya soka ya Simba tayari imeshachukua wachezaji wawili kutokea Mamelodi Sundowns, ambaye wa kwanza ni Rushaine De Reuck, beki ambaye anafanya vizuri mno kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Lakini yupo kiungo mshambuliaji Nio Maema ambaye yupo Simba Sports Club kwa mkopo kutokea Mamelodi Sundowns. Hivi sasa klabu ya soka ya Simba wanajiandaa kutuma ofa ya kumuomba Fawaz Bassadian kwa mkopo wa mwaka mmoja kuja kukitumikia kikosi cha Simba Sports Club. Hii ni kwa sababu Fawaz Bassadian toka amesajiliwa kwenye uwanja wa Mamelodi Sundowns amekuwa hapati namba mara kwa mara kutokana na uimara wa walinzi ambao wapo Mamelodi Sundowns kwenye eneo la ulinzi wa kushoto. Mamelodi Sundowns ni miongoni mwa top team kwenye bara hili la Afrika. Hata wachezaji ambao wanasajiliwa kwenda Mamelodi Sundowns ni wale ambao wana daraja la kwanza. So kwa klabu ya soka ya Simba kuchukua wachezaji kwa mkopo kutokea Mamelodi Sundowns ni jambo ambalo linaenda kuboost performance, kwa sababu wachezaji hawa wako na experience lakini wana uwezo mkubwa sana wa kupambania namba na kuhakikisha timu inafanya vizuri. Kwa hiyo tutegemee kama mambo yataenda vizuri, klabu ya soka ya Simba watakuwa na Fawaz Bassadian kutokea Mamelodi Sundowns, na hili linakuwa ni ingizo la 3 ama ingizo la 4 kutokea South Africa. Utakumbuka wamemsajili Abdulrazak Hamza kutoka SuperSport United ya nchini South Africa, lakini hivi sasa wanaye Nio Maema pamoja na Rushaine De Reuck ambao wamesajiliwa kutokea South Africa, na wa mwisho anaenda kuwa Fawaz Bassadian kama dili litaenda kama
kama ambavyo Simba Sports Club wanatarajia, hili linaenda kuwa suluhisho kwa eneo la ulinzi upande wa kushoto. Hii haina maana Anthony Mligo hafai kwa nafasi hiyo, lakini anapewa nafasi ya kujifunza zaidi kutoka kwa wazoefu. Klabu ya soka ya Simba inajipatia uwezo wa kuwa na wachezaji ambao wana experience ya kutosha kwenye michuano ya kimataifa. Hayo ndiyo ambayo tumekuandalia hii leo. Kumbuka kusubscribe, kulike na kucomment kama bado